Naam, karibu kwa mara nyingine mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora. Kama unafungua TV yako, hivi sasa ni Baragum Live. Tamati ni saa 3 kamili asubuhi ya leo. Na karibu katika sehemu ya pili ambapo unapata nafasi ya kutazama mahojiano kutokana na wageni ambao tumeweza kualika hapa katika studio zetu za Baragum Live. Naomba nikukumbushe kwamba usipate tabu. Taarifa zetu hizi na nyingine nyingi unaweza kuzipata pia kupitia mitandao yetu ya kijamii, kupitia Facebook na X, zamani Twitter, andika Channel 10 TZ, kupitia Instagram andika Channel 10 Tanzania, katika upande wa YouTube huko nako tupo, andika Channel 10. Leo tutakwenda kuzungumzia faida za kufunga, na tunafahamu ya kwamba Waislamu hapa nchini Tanzania wanaungana na Waislamu kote duniani kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni yapi ambayo tunayapaswa kuyafanya katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia faida zake ni nini, lakini pia kama mwanadamu kiimani unapata kitu gani? Tunaamini ya kwamba ni mwezi mzuri kabisa. Mgeni amekuja, basi tumkaribishe. Ni furaha kweli leo hii kuwa na viongozi wa dini. Tuko na Sheikh Mohamed Mwerekwa ambaye ni mjumbe kamati ya elimu mahakama ya kadhi BAKWATA, lakini pia tuko na Sheikh Othman Zuberi ambaye yeye ni katibu wa vijana wa Kiislamu BAKWATA Taifa. Tunashukuru kuona kwamba na vijana pia wanatambuliwa vizuri sana katika masuala ya kiimani, kwa sababu sisi vijana, wanasema vijana maji ya moto, tusiporekebishwa tunakuwa ni watu mmoja wa ajabu sana. Lakini tukielimishwa sisi vijana, tunakuwa na mchango katika elimu katika jamii, tunakuwa na mchango katika dini zetu, lakini pia tunakuwa na mchango mzuri katika taifa letu. Tunaamini kwamba viongozi wazuri ni wale wenye hofu ya Mungu. Kulazima sisi vijana tulelewe katika mazingira ya hofu. Kwa hiyo niwakaribishe sana viongozi wetu wa dini. Karibuni sana. Asante bwana. Ndio, nimefurahi sana kuwa na Sheikh Mwerekwa. Na mimi vile. Nimefurahi sana pia kuwa na Sheikh Zuberi. Karibu sana. Asante. Labda kabla tujaanza kipindi chetu, tuanze kwa kumuomba Allah kidogo. Tuanze kwa dua. Tuanze kwa dua. Na dua ni ile dua ya Ramadhani ile. Sawa. Ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Amin. Sisi waja wako wadhaifu tumekaa hapa, tunanyanyua mikono yetu hii ya unyenyekevu. Amin. Kulinyanyua taifa letu la Tanzania. Amin. Kwa baraka ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tunakuomba ya Rabbi utuondolee joto kali ambalo liko katika nchi yetu. Tuneemeshe kwa mvua za rehema. Tupe mazao ya Rabbi katika nchi yetu. Tuzidishie na kutudumishia amani yetu ya Rabbi katika nchi hii. Ya Rabbi tunakuomba pia vile vile utukinge na moto wa Jahannam. Tengeneza mazingira ya Rabbi wa Tanzania, sisi sote tupate muongozo wako na uongofu wako. Na hatimaye tukapate pepo yako. Kwa baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asante sana Sheikh Othman Zuberi kwa dua hii. Hasa niko tayari kuanza kipindi. Nina amani ndani ya moyo wangu sasa. Ndio. Tunasema mwezi mtukufu wa Ramadhani mgeni amefika. Kwanza tupate nafasi Sheikh Mwerekwa, kwanza tufahamu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa aina gani na kwa nini umekuwa ni mwezi wa Ramadhani? Karibu sana Sheikh Mwerekwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kwa hakika mwezi wa Ramadhani huu kwanza katika kalenda ya Kiislamu, huu ni mwezi wa 9. Sisi tukiwa tunahesabu idadi ya miezi 12 kwa mujibu wa imani yetu, basi mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa 9 ukiwa umefunguliwa na mwezi wa mfungo 4 tunaoita Muharram, na mwaka unafungwa kwa mwezi wa mfungo 3 unaitwa Dhulhijja. Sasa ukivuta hesabu unakuta mwezi wa Ramadhani huu ni mwezi wa 9. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye akachagua katika kila miezi, kuna baadhi ya miezi akaihusisha kwa ibada maalum, na akauchagua huu mwezi wa 9 akauhusisha kuwa ni mwezi wa Ramadhani, kwa maana akaweka ibada ya funga ndani yake. Lakini pia mwezi wa Ramadhani katika yaliyokusanya ndio mwezi ambao Qur'ani imeteremka, yani kile kitabu chetu katika kushuka kwake pia kilishuka mwezi wa 9, mwezi huu wa Ramadhani.
Lakini vile vile mwezi huu wa Ramadhani ndio mwezi ambao inapatikana ile siku tukufu ambayo ni bora kulikoni siku zote, inaitwa Lailatul Qadri. Kwa hiyo mambo matatu hayo, saumu, kuteremka kwa Qur'ani na kupatikana kwa Lailatul Qadri, yamepatikana katika mwezi huu wa 9, mwezi wa Ramadhani. Sawa sawa. Naam. Umezungumzia hapa neno saumu. Watu tumekuwa tukitaja sana huko. Unasema saumu unamaanisha nini? Tukisema saumu ni neno la Kiarabu. Ndio. Ukilitafsiri wenyewe wanasema ni kujizuia na mambo maalumu ambayo akiyafanya mtu yanamfanya atoke katika saumu. Yani saumu ni kujizuia na kula na kunywa na baadhi ya mambo ambayo huwa yanafafanuliwa katika taratibu zetu za kufunga. Mwanzo wake ni pale inapochomoza alfajiri na mwisho wake ni pale linapozama jua. Hii ndio maana ya saumu. Kwa lugha ya Kiswahili tunaita kufunga. Sawa sawa. Kwa saumu ni sawa kusema kufunga. Kufunga, naam. Sawa. Unataka kusakafia lolote hapo Sheikh Othman Zuberi? Sheikh amezungumza kwa ufasaha. Ndio. Na amezungumza kwa uzuri. Mimi tu niseme kwamba mwezi huu wa Ramadhani pamoja na hayo aliyosema Sheikh, una mambo mbalimbali ambayo unautofautisha na miezi mengine. Na sitaki nieleze sana yale ya kisheria, ya kidini. Nataka nizungumze ya kikawaida tu, ya kijamii. Ili mtazamaji pia aweze kuelewa. Aweze kuelewa. Kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiweka kwamba ni mwezi una huruma ndani yake. Ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu ametangaza mabonazi yale ya msamaha kwa ibada ndogo ndogo tu mtu akizifanya. Ni mwezi ambao kuna kuzidishwa kwa riziki. Ni mwezi ambao una kitu kinaitwa muasa, yani watu kupenda kushikana mikono na kusaidiana. Yani ni mwezi ambao una vitu ambavyo unautofautisha. Sasa katika hiki kipengele cha tuseme muasa, yani kupenda watu kushikana mkono, utakuta ni mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amezilegeza na kuzilainisha nyoyo za waumini wale ambao wameupokea kwa moyo mkunjufu huu mwezi wa Ramadhani. Automatically utamkuta anamhurumia yule asiyekuwa na chochote. Yani kuna vitu ambavyo mwezi huu wa Ramadhani unavitengeneza tilqai, yani automatically kwa kuingia kwake tu huu mwezi wa Ramadhani. Ndio kitu ambacho nataka nikitaje kwamba nini kinatofautisha huu mwezi wa Ramadhani na miezi mingine. Ama ni mwezi mzuri sana. Tuende sasa hapo Sheikh Othman Zuberi. Kuna faida gani za Muislamu huyu kufunga katika mwezi huu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kwa kweli faida za kufunga ni nyingi sana. Ziko faida za kiroho, ziko faida za kiuchumi, ziko faida za kijamii, ziko faida za kimwili. Ukitaja roho tu peke yake. Nianze na lile kundi langu mimi ambalo naliongoza la vijana. Tupo. Kwetu sisi funga ni miongoni mwa maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kama vijana tushikamane nayo sana, kwa sababu kama ulivyoeleza hapo awali kwamba vijana ni moto. Inna shababa wal faragha wal jidha mafsadatu lilmar'i ayya mafsada. Yani ule ujana, nafasi na afya nzuri ni vitu ambavyo vinapelekea kumharibu mtu mara moja, hasa kimaadili. Tunazungumzia kimaadili. Mtu kwa tabia chafu na mambo machafu, mitazamo michafu. Sasa ibada ya funga pamoja na kuwasaidia kimaadili wanajamii wote kwa marika yote, lakini kwa upande wa vijana, nasema naanza na vijana, kwa wao ni muhimu sana kwa sababu inarekebisha maadili, inatakasa sana nafsi. Mpaka utakuta siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza
kwamba enyi kongamano la vijana, Ndiyo. yeyote kati yenu ambaye ana uwezo wa kupata gharama za kuolea basi afanye nini? Ndiyo. Aende akaoe. Na kama ikitokea hana zile gharama za kuolea, hana labda namna ya kufanya mpaka aoe, basi ashikamane na ibada ya kufunga. Hapa kifalsafa ukitazama kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia vijana kwamba ibada ya funga kwa wao ina msaada mkubwa sana katika kuwajenga kimaadili. Kwa hiyo kwa yule kijana anayetaka hasa kuwa rafiki wa jamii, yani kijana bora anayetaka kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi inapendeza sana yeye kushikamana na kufunga. Nasikitika vijana wengi wanakwepa ibada ya kufunga. Wameiacha ibada hii ya kufunga kwa wazee. Unakuta kijana kwa bwana, mimi shughuliko mingi bwana, mimi nafanya kazi ya kubeba zege bwana, mimi sijui majukumu yangu yamenibana. Kwa hiyo unakuta kijana ana nguvu, ana afya, anaacha kuitekeleza ibada hii ya kufunga ambayo kwamba ina faida kubwa sana kwake yeye, kwanza kimaadili. Lakini ukiangalia pia ibada hii ya kufunga faida yake katika afya. Ndiyo. Sasa hivi tuko katika, yani tunasema wakati watu wanalalamika sana na maradhi hasa yasiyokuwa haya na tiba haya. Sijui sukari, pressure. Ukiyatazama maradhi kama haya, chanzo chake kikubwa kama tunavyoambiwa huko na wataalamu ni kula. Ni watu kula kwa kupitiliza, kula bila ya mipaka, kula bila ya kupangilia vyakula vile. Kwa kifupi kula kuna Profesa Janabi uko anasema naam. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye anatuambia sumu tasihu. Jamani, hebu jitahidini, fungeni mtatengeneza afya zenu. Ndio. Fungeni mtatengeneza afya zenu. Kwa sababu watu wanakula wakati wote, watu wanakula bila ya mipaka, watu wanakula bila ya kuchagua vile vya kuvila, mafuta mengi, sukari nyingi, nini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuletea huu mwezi wa Ramadhani angalau kwa masaa kadhaa tu, kama ni 13 ama 14, mtu ukae bila ya kula. Sawa. Upumzisha huu mfuko wako wa nini? Wa chakula. Uweze angalau hata kumengenya kile chakula ambacho umekila miezi 11 huko nyuma kilichopo ndani, ambacho hakiwahi kutumika vizuri, umeshabadilika kingine. Hakijatumika vizuri, umebadilika kingine. Maana utamkuta mtu shekhe anakula, ndugu mwandishi, mpaka wewe utashangaa bwana ana matumbo mawili au namna gani? Maana asubuhi saa 4 kapiga, alafu hiyo asubuhi kama unavyosema saa 4 chapati 5 dishi la yani ni ghasia. Mwisho wa siku unakuja kusikia huyu mtu ana nini? Ana mapresha, anaumwa. Kwa hiyo katika jumla ya faida za ibada hii ya kufunga, katika faida za mwili, kwa kweli ni afya. Ni ujenzi wa afya. Tunanufaika sana kwa afya. Kwa hiyo watu wote na utakuta hata madaktari wasema, hata kama yule kuna mtu ambaye anaona labda mgonjwa, mimi na mama yangu mgonjwa. Basi nimemshauri daktari, anambia mama yangu mgonjwa kidogo, lakini mambo ya moyo. Sasa mwezi wa Ramadhani anasema afunge. Yani afunge. Hiyo tena akifunga wewe una haja ya kumpa hiyo dozi ya dawa. Daktari mwenyewe kanaja tena wa Muhimbili. Kasema alhamdulillah rabbil alamin. Amesema kweli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ibada na faida ya ibada ya kufunga hata kiuchumi. Wewe angalia tu kwamba katika siku za kawaida gharama unazozitumia za maandalizi ya chakula katika familia yako, kwamba watu watakiwa wapate milo 3 kwa siku, na wengine zaidi ya 3 kutokana na wasa na uwezo waliokuwa nao. Lakini kwa kuletewa hii ibada ya kufunga, kwa kweli ile bajeti kama utafanya iktisadi, yani utatumia kwa maelekezo ya kisheria, hautakuwa mbadhirifu. Manake wako watu wanaofanya ubadhirifu hata ndani ya mwezi wa Ramadhani. Yani anafanya matumizi ya kupitiliza mavyakula, alafu anaenda kutupwa, kumwagwa, yale mambo ya israfu. Na Mwenyezi Mungu hawapendi watu wanaofanya nini? Wanaofanya israfu. Lakini kama utafuata utaratibu wa kisheria, ukawapa watu chakula wanachokihitaji, kinachowatosha, watakachokitumia na watakimaliza, na kitawasaidia wao kuendelea na saumu yao, kwa kweli unaweza ukameki. Yani kumeki kunawezekana kabisa, kwamba watu wapata futari ya kutosha, kila mmoja ameshiba, na ni kiasi kidogo. Kiasi kidogo, badala ya yale matumizi ya kutwa nzima ya siku ile. Mwenyezi Mungu amekuwekea matumizi ya jioni moja tu. Jioni moja tu.
uwahudumie familia yako, wapate chakula. Wewe baba unapata cha kumeki. Nimesema kama hautakuwa mbadhirifu na kama hautakuwa ni mtu mwenye israfu. Na hapa tukimpa nafasi mtaalamu hapa Sheikh Muhammad Mwerekwa atueleze hapa namna tunavyofaidika, na wewe mwenyewe utashangaa. Ndio. Utashangaa. Kwa kweli katika uchumi pia, lakini pia vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia katika hii faida za kiuchumi ndani ya huu mwezi wa Ramadhani. Kuna soko la bidhaa zinapatikana. Nasema nazungumza kawaida sana ili jamii yote inielewe. Kuna soko la bidhaa, watu wanahitaji iftar. Sawa, ingawaje tunawasihi wafanya biashara kwamba pamoja kwamba ni kuna fursa ya kiuchumi ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini wasizidishe bei za bidhaa zao. Ni kweli. Hili nalo ni jambo kwa sababu gani? Na wao nao hawa ni wanadamu hawa. Wafanya ibada hii. Halafu hii ni ibada. Wao wafanya biashara kwanza, wao pia vile vile wanazitafuta radhi za Mungu. Sio kama unatafuta pesa tu, lakini walikuwa utafute na pepo, utafute na radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo utakapozidisha wewe thamani ya bidhaa kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani, ni kwamba wewe umemkataa Mwenyezi Mungu na umeamua kubaki na binadamu wako. Uelewe kuna siku ukija ukikwama, Mwenyezi Mungu naye atakuacha. Mwenyezi Mungu atakuacha. Kwa hiyo tuwaombee Mwenyezi Mungu asiwaache wafanya biashara wetu, kwa sababu tunawahitaji. Kwa hiyo na wao nao pia vile vile wanapata fursa ya kuuza bidhaa mbalimbali zinazohitajika katika huu mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ziko faida nyingine nyingi ambazo tunaweza tukazidumsha hapa inshallah. Amezungumzia hapa vizuri sana Sheikh Othman Zuberi kwa lugha ambayo kwa haraka unaielewa. Yaani kuhusu masuala ya kiuchumi, kuhusu masuala ya afya. Nadhani Profesa Janabi huko kama amekutazama hivi sasa atakuwa ametikia tu naam, kwa sababu naye alishasema tufunge bwana, ina faida kiafya. Japo ina faida kiimani lakini pia kiafya. Na turejee kwa Sheikh Mwerekwa tusaidie kufunga. Kuna mwingine anafunga, unakuta anajifungia ndani. Bwana mimi sitaki kutoka bwana, sikashawishika mimi bwana. Sitaki kutoka. Funga. Siendi huko kazini. Umeelewa? Lakini pia ni mtu gani ambaye haruhusiwi kufunga? Kwa sababu Sheikh akazungumza hapa, daktari kamshauri mama mzazi kwamba afunge kulingana na changamoto alionayo. Nadhani daktari alikuwa ashamwangalia, lakini kuna wengine wenda wako ICU saa hizi. Ni mtu gani ambaye haruhusiwi kufunga? Ili wengine wasitafute sababu kusema mimi nahisi kama nipo kwenye kundi la siruhusiwi kufunga. Upo. Na saa hizi wengi bana, nataka niseme wanazingizia vidonda vya tumbo. Hebu achana hayo mambo. Karibu sana. Bahati nzuri Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ad-dinu yusrun la usrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Dini yetu ni nyepesi sana na wala si nzito. Ndio. Na hakuna yoyote atakayetaka kushindana na dini kwa ule uwepesi wake isipokuwa itamshinda. Bahati nzuri aliyeileta funga saumu ni Mwenyezi Mungu. Sawa. Na yeye ndiye aliyemuumba kila mmoja wetu. Kwa hiyo amekileta kitu kwa jamii ambayo anaijua ameiumba vipi. Ndio. Kiasi kuna watu wametolewa katika ibada ya funga. Sawa. Nao ni wale wagonjwa. Lakini sio wagonjwa peke yake, kuna hata watu wazima vile vile. Na sio hao tu, kuna mwingine muundo wake wa afya yake haiwezi hii mikiki ya funga, kwa sababu funga inahitajia uwezo. Kwa hiyo ni mgonjwa wa sampuli gani ambaye sheria inamwambia wewe unaruhusiwa kula? Ni yule mgonjwa ambaye daktari au aina ya maradhi yake hayarafikiani na kukaa na njaa, hayarafikiani na kukaa bila ya kunywa maji. Kwa hiyo madaktari ndio watakao tuthibitishia, na wale madaktari ambao wana ukweli kwamba kupitia maradhi unayoumwa wewe utakiwi kushinda na njaa kutwa nzima, utakiwi kushinda bila ya kunywa maji kutwa nzima. Mtu kama huyu sheria inamkubali na inamruhusu asifunge. Lakini sio mtu ajitengenezee udhuru yeye, aina ya ugonjwa ambao sheria hauitambui
mtu kama huyu itakuwa amekosea kwa kutokufunga kwake. Sawa sawa. Lakini pili, hata mtu mzima naye sheria inamruhusu vile vile kwamba kupitia umri, kwa sababu mtu anakwenda kuna age fulani, akifika katika umri huo hawezi tena kuhimili ile mikiki ya funga, kwa sababu funga yenyewe inahitajia afya inayotengeneza afya, lakini uwe na afya ya msingi ndio uweze kufunga ili kutengenezee afya nyingine. Sawa sawa. Kwa hiyo mtu mzima ni mtu ambaye amepoteza afya ya msingi ya yeye kuweza kuhimili ile mikiki ya funga, pia naye ametolewa katika kufunga. Sawa sawa. Lakini kuna mwingine si mgonjwa, lakini panaofiwa katika kufunga atatengeneza ugonjwa. Sasa hivi si mgonjwa, kwa mfano mama mjamzito, yeye tunaweza tukasema yupo katika hali yake ya kawaida, anaendesha shughuli zake. Sasa akiingia katika funga anaweza akajitengenezea madhara, na bahati nzuri dini yetu haikuja kudhuru, bali imekuja kuimarisha kama afya, uchumi na kila kitu. Kwa hiyo mjamzito naye vile vile anashauriwa ajitazame. Je, ibada ya funga kulingana na uzito wa afya yake anaiweza? Kama haiwezi, na yeye vile vile sheria imemruhusu ale. Lakini inawezekana sio yeye, kile kilichopo tumboni mwake mule, kwamba mimi mwenyewe sina mashaka, lakini nikifunga huyu aliyekuwa tumboni anaweza akadhurika. Pia naye sheria vile vile imemruhusu ale. Au mama anayenyonyesha naye, kwamba mwanangu chakula chake ni maziwa, sasa mimi nikifunga nitapunguza hali fulani ya uzalishaji wa maziwa, mwanangu anaweza akadhurika vile vile, naye huyu sheria imemruhusu vile vile ale watu wa sampuli hiyo. Sawa sawa. Nadhani hapo tumeshapata picha ni watu gani, na madaktari tunaomba muwe wa kweli pia, hasa katika kipindi hiki, kujua kwamba hizi dawa anazozitumia huyu labda anaweza kumsababishia athari fulani. Kwa hiyo kwa sababu ni swala la kibali, naamini wengi tutafanya hivyo. Kwa faida tu, pamoja na maelezo mazuri na ya ufasaha ambayo Shekhe ameeleza ya makundi ya watu ambao wameruhusiwa kula. Niongeze tu kwamba pale Shekhe alipomtaja mtu mzima, mtu mzima kwamba yeye amepata ruhusa ya kula kwa sababu kama alivyoeleza Shekhe, nguvu yake tena za kuhimili mikiki ya kufunga kutokana na age yake aliyofikia, na utu uzima wetu sisi wa miaka 65 70 mtu anakuwa yuko right off sana. Huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwekea yeye Ramadhani yake, maanake kwa faida ya wana kipindi, Ramadhani yake yeye atatoa kuna kitu kinaitwa kibaba, fidia. Sio kwamba hakuna namna ya yeye kutabaruku ili aweze kupata zile thawabu za huu mwezi wa Ramadhani, kwamba yeye ale tu alafu hakuna chochote. Hapana, amewekewa kwamba ikifika jioni ya kila siku atolewe at least kilo moja hivi ya chakula cha kama mchele au ngano au tende au chakula ambacho kinatumika katika mji kila jioni, na kile chakula kinachotolewa kile ile fidia ile ya kile kibaba ndio saumu yake yule mzee. Lakini kadhalika pia katika makundi hapa Sheikh ametaja mgonjwa, na hawa wagonjwa wamegawanyika. Kuna mgonjwa ambaye ana maradhi ambayo yatapona, kwa hiyo yakija yakipona ya maradhi atalipa hii saumu yake. Sawa. Lakini kuna mgonjwa ambaye ni forever, yeye atakiwa ale dawa mpaka mwisho wa maisha yake, na labda dawa zake asubuhi, mchana, jioni, au ale matunda kila wakati, yani maji kila wakati kutokana na maradhi yake yale. Kwa hiyo huyu anaitwa ni mgonjwa wa moja kwa moja. Huyu naye pia kwa kuwa ni mgonjwa wa moja kwa moja, anaambiwa kweli asifunge, amsikilize daktari, atumie dawa, ale chakula, lakini Ramadhani yake naye atoe hicho kinachoitwa kibaba, hiyo fidia. Yani kile ikifika jioni anatoa hiyo kilo ya mchele. Hapo kwa huyu ambaye dawa zake zina ukomo kwamba itafika kipindi ataacha kutumia dawa, yani inabidi alipe. Kama atapona, yani atapona sasa atumie, kwamba afya yake imerudi, atalipa, alipe hata kabla mwezi wa Ramadhani. Kwa inabidi ahesabu siku, kwamba leo sijafunga ya kwanza,
ya pili, Ndio. ya tatu, ya 4, ya 5 mpaka 10. Sisi tunafungulia, wewe wewe utakuja kuzilipa zile kwa sababu sasa ushapona. Dini ni nyepesi. Dini ni kama tueleza Shehe hapa unajua. Na kuongezea katika uwepesi wa dini, ndio tukiwa ndani ya Ramadhani unatakiwa ufunge mfululizo. Yani hakuna nafasi nafunga leo kesho napumzika. Lakini huyu ambaye kashindwa kufunga Ramadhani kwa sababu ya udhuru wake huo, baada ya kumalizika Ramadhani anaambiwa alipe. Katika njia ya kulipa katiliwa wepesi mwingine, halazimishwi kuzifunga kwa mfululizo. Kwa hiyo anaweza, kwa mfano, na siku 5 nilikuwa sijafunga ndani ya Ramadhani. Ndio. Basi baada ya kumalizika Ramadhani anaweza akafunga siku moja leo, akakaa baada ya siku 2 3 akafunga tena siku nyingine, akakaa mpaka zinakwisha 5, ili mradi tu isije ikafika Ramadhani nyingine kabla hajamaliza zile siku zake. Sawa sawa. Hii yote ni katika kuongezea wepesi wa dini. Sawa sawa. Naam. Nashukuru sana. Niliuliza mara ya kwanza kwamba kuna mtu anafunga afa anajifungia na yeye mwenyewe ndani. Yani hataki hata kutoka. Na huenda anaweka mpaka kisingizio, bwana mimi nimefunga mwenzenu bwana. Naomba hapana. Kazini hii ina maana gani? Yani nataka nifahamu. Tunapaswa kufunga na kupiga kazi ndio kufanya kazi? Tunapaswa kufunga watu wajue kama tumefunga, au tunapaswa kufunga sisi wenyewe tujue kwamba kwa imani tumefunga? Tatizo kubwa ni kwamba watu wengi hawajaelimika kuhusu funga. Ndio. Falsafa ya funga, yani kwamba nikifunga nini natafuta. Ukiwa unajua unachotafuta katika kupitia funga yako, basi ni rahisi kuviepuka visivyotakiwa na kuvifata vinavyotakiwa. Tunapokuwa tunafunga, ukiachilia mbali kwamba ninashinda na njaa, lengine unatakiwa ujiepushe na maharamisho, ujiepushe na mambo ya haramu ambayo yapo ndani ya uwezo wako. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man lam yada qawla zuri wala amala bihi falaisa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Tunapofunga sisi tunatafuta ukaribu na Mwenyezi Mungu. Ndio. Kujisogeza karibu. Shekhe alieleza faida nyingi, kuna afya, kuna uchumi, lakini lengo kuu ni kutengeneza ukaribu baina yetu sisi na Mwenyezi Mungu. Na funga inamsogeza mtu sana kwa Mwenyezi Mungu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, likulli shay'in babu wa babu al-ibadati siyam. Kila kitu kina mlango wa kuingilia. Ibada mlango wake ni funga. Sawa sawa. Na ukitazama hata kesi nyingi utakuta kafara yake unatakiwa ufunge. Kwa mfano leo tunataka tuombe mvua, basi tunaandaa kufunga kwanza. Tunafungua kwa kufunga. Wale watakao kwenda hija kule, kuna makosa fulani wakiyafanya, sehemu ya kafara yao wanatakiwa wafunge. Ndiyo. Umeweka nadhiri hukuitekeleza, sehemu ya kafara yako unatakiwa ufunge. Ndiyo. Umeua, sehemu ya kafara yako unatakiwa ufunge. Kwa hiyo unaikuta funga ipo. Sasa moja miongoni mwa falsafa zake ni wewe kujisogeza karibu na Mola wako. Sawa sawa. Sasa ukiwa katika hali ya kujisogeza karibu na Mola wako, unatakiwa uyaepuke ya haramu, ya kupitia kinywa, ya kupitia macho, ya kupitia tumbo, ya kupitia masikio. Kila aina yaliyokuwa ya haramu, haya unatakiwa uyaepuke. Lakini yale yaliyokuwa ya halali yote yanaruhusiwa kama kawaida, kwa sababu nayo ni sehemu ya ibada. Kwa hiyo kufanya kazi ni ibada vile vile. Yani mtu akatoka akawa anakwenda kufanya kazi ya halali, hiyo ni sehemu ya ibada. Kwa hiyo atakuwa na ibada mbili. Na malipo yake yanaongezeka. Ana ibada ya kufunga, lakini vile vile ana ibada ya kutafuta riziki yake kwa njia ya halali. Kwa hiyo wanakosea wanaosema kwamba mimi nafunga kwa kujifungia ndani. Huyo anakuwa amechagua ibada moja, anatakiwa afanye ibada zote. Kuona kutafuta riziki nayo ni ibada. Ni ibada vile vile. Naam. Mimi Karibu. nanyongeza kidogo. Karibu. Tunazungumza hapa leo katika maelezo mazuri sana ambayo Sheikh ameeleza. Mimi ninachokiona
katika suala la watu kujifungia ndani. Ndiyo. Tunakuja katika saumu tukiwa tuko katika makundi. Kuna kundi la watu ambao wao hawafungi isipokuwa Ramadhani mpaka Ramadhani. Na kuna kundi la watu ambao wana uradi au wana kawaida ya fanya hii ibada ya kufunga. Hata zile funga tunaita za sunna. Yani kuna siku za Jumatatu na Alhamisi mtu anafunga. Labda kuna mwezi mwingine wa kawaida tarehe 13, 14 na 15 ya Kiarabu, ya Kiislamu, katika miezi mingine ya kawaida mtu anafunga. Dini imeelekeza hivi. Yani tuwe tunafanya ibada ya nini ya mara kuna mtu kuna siku anaona mambo yake kazini yamekwenda vibaya, kwa hiyo anataka kumuomba Mwenyezi Mungu amtengenezee mambo yake kule kazini, anafunga. Sasa huyu ikifika Ramadhani, huyu anakuwa tayari ana stamina kwa sababu tayari ana practice mbalimbali za kufunga. Kwa hiyo huyu saumu haimnyongonyezi. Kwa hiyo anaweza kufunga na anaweza kuvaana na mambo. Lakini wako kundi ambalo ndo anakutana na Ramadhani red handed, yani saumu ni Ramadhani. Wale wa Ramadhani mpaka Ramadhani. Kwa hiyo huyu kidogo kuna shida inayompata. Sasa huyu tunamsaidiaje? Huyu nafikiri anahitajia msaada. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tasaharu fa inna fi suhuri baraka. Kuleni daku. Sawa, hakika ndani ya kula daku kuna baraka. Lakini katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba la yazalu nasu bi khairi, watu hawaachi kwa katika khairi, ma'ajjalul fitra wa akharu suhur, muda wa kufanya haraka kufungua mara tu muda wa kufungua unapofika, na wakichelewa kula daku, yani daku walile wamechelewa, yani dakika za mwisho kabisa ndo ule daku. Yani kwa sasa hivi kwa mfano uamke wewe saa 11 kama kasorobo hivi za alfajiri, pale ukiamka ndio ule unywe maji vizuri, kula maziwa, kula tende, kula chakula cha kutosha. Ndio. Ukimaliza pale dakika 15 20 tu unakwenda zako kuswali swala ya alfajiri. Ukienda kuswali swala ya alfajiri unakwenda zako kazini. Kama hapa unakuja unakuwa una nguvu sana. Kwa hiyo unakwenda kwa hiyo cha kuwasaidia cha kwanza ni kujipanga katika kula daku. Ndio. Sawa? Na kujipanga katika kula daku ni kulila late, yani licheleweshi. Kuna kitu kinaitwa daku, sijui umekisikia hicho kitu? Nakifahamu sana. Sio utanisaidia hapo. Daku inaisha saa ngapi? Sio tukapitiliza tukienda katika zile saa za kufunga pia. Tusiende mpaka saa za kufunga, ndio nimesema. Kwa mfano kwa Ramadhani hii ya mwaka huu, hii ya Ramadhani tuliokuwa nayo hii, ukitazama kwa mujibu wa wataalamu wetu wa mambo ya mawio na machweo wa Kiislamu, wanaeleza kwamba yani mpaka saa 11 kasorobo. Saa 11 kasorobo mwezi mzima wa Ramadhani hii. Sawa sawa. 11 kasorobo pale ndio wewe uishie. Yani uanze kufunga break ya kula. Kwa hiyo kutoka saa 10, saa 10 na robo, saa 10 na nusu, huu ni muda wa kula. Sasa huu ni muda mzuri. Unaamka saa 10 na robo, saa 10 na nusu ukala pale. Ndio. Mpaka ikifika saa 11 kasorobo ndo ukafunga. Kweli utakuwa una nguvu, umezikosa hapo. Lakini kitu kingine ninachotaka kukitahadharisha hapa, alivyokuwa anazungumza shekhe nikakiona hapa, ni kama alivyosema hapa, uelewa hafifu wa hii kutekeleza hii ibada ya kufunga. Kuna mtu anasema hata kumeza mate unafungulia. Yani kumeza mate yake ambayo yanatoka katika maji katika machimbuko yake ya mdomoni hapa. Kwa hiyo mchana kutwa anapoteza maji huyu mtu. Sawa, anatema mate yake yote, yani hapo mate hapa anameza mate nitafungulia. Kwa hiyo mimi siwezi kumeza mate. Anapoteza nguvu, akishapoteza nguvu anashindwa kufanya kazi. Sawa. Kwa hiyo inamlazimu kwamba alale tu wewe. Naam, kulala hakuna shida, lakini isiwe walala kwa maana ya kwamba huna uwezo tena kufanya jambo lolote. Ulale baada ya kwamba umaliza kazi, umeshaandaa futari, umeshafanya ibada. Kwa hiyo mwenye nilipata kamuda hapa kakupumzika. Naam, kapumzike. As-saimu fi ibada wa inna ala firashihi ma lam yaghtab ahada, kama wanavyosema wanasheria. Sawa. Naam. Bwana, napokea ujumbe kwa ndugu yangu anaitwa Muhammad. Anasema nashukuru sana kwa kweli, leo mmenipa elimu na darasa zuri sana kuhusu masuala ya kufunga. Mwenyezi Mungu awabariki sana mashehe wangu hapo. Kweli wamefurahia sana. Dini ni nyepesi. Naweza kushika hivyo. Kwa sababu unajua wakati mwingine huenda kwa sababu ya elimu kama ambavyo mmezungumza hapa, tukaamini kwamba masuala ya kufunga basi ni mtu hawezi, ni mikiki. Yani usiku meza mate. Mpaka unapiga hesabu, nitaweza kweli mimi kukaa bila kumeza mate? Si nitakuwa nimefungulia? Mimi naona hapa
sitaweza kwa kweli. Umeona bwana Kwa kweli imeleza vizuri, kwa sababu ni mambo ambayo yapo wakati mwingine pia nitashindwa. Kwa sababu nikimeza mate nitafungulia tena, nikimeza mate saa 10 nimefungulia, na nimeharibu funga yangu. Kumbe ni Mwenyezi Mungu pia anafahamu si ni binadamu. Ni binadamu Mwenyezi Mungu, na mimi nitashika hilo kwa kweli. Unaweza ukaongeza pia hata kufunga, inaruhusiwa. Baada ya hata siku ya Ramadhani na sita zile, alafu baadaye ukaanza kufunga zile sunna na nini, unaendelea ili unapata experience, unapata uzoefu, masuala ya afya pia. Mtazamaji, kutokana na muda, kwa uzuri ni kwamba Sheikh Mwereko atakuwa 92.9 Magic FM. Pia unaweza ukapata darasa huko, akitoka hapa ataelekea huko kwa lengo la kwenda kutoa elimu hii, na hii tunapaswa kuendelea kuipata kama si watazamaji, ili tufahamu kuhusu masuala mengi ambayo yanahusu imani. Tunapoenda kuhitimisha, Sheikh Mwereko mara kwanza alifungua kwa dua hapa. Tuombee pia viongozi wetu walio madarakani. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kupitia baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Amin. utujalie nchi yetu hii iwe salama. Amin. Na kusalimika kwa nchi yetu ni kupata salama kwa viongozi wetu. Amin. Viongozi wakiwa wapo katika afya salama, bila ya shaka watakuwa na maono salama, kwa sababu maono salama yanategemea afya iliyokuwa salama. Wataweza kutuongoza sisi kwa amani, wataweza kutuongoza kwa utulivu. Na Mwenyezi Mungu, tunakuomba kupitia baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, uzilainishe nyoyo zetu, utujaze amani, utupe upendo, tupendane sisi kwa sisi, tupendane nchi yetu, tufanye kazi kwa ajili ya kuimarisha nchi yetu. Mwenyezi Mungu, waponye waliokuwa wagonjwa kwetu kupitia baraka ya Ramadhani. Mwenyezi Mungu, kupitia baraka ya Ramadhani kunjua riziki zetu. Zipe baraka. Jalia vizazi vyetu viwe ni vizazi vyenye maadili yaliyokuwa salama kwa utukufu wa Ramadhani. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asante sana Sheikh Mwereko. Mimi kuna kitu ambacho kwa kweli huwa nakiona, ukifanya ibada unakuwa na amani ndani ya moyo. Naam. Unakuwa na amani unayo na unajiamini. Na hii ni kwa sababu kwamba kila kitu kinaishi katika utulivu pale kitakapoyaishi mazingira yake. Yani leo chochote ukikilea katika mazingira yake kitaishi kwa utulivu na kwa amani. Sawa. Mazingira ya mwanadamu ni kuishi kwa ibada. Kwa hiyo ukiwa unaishi katika ibada sawa sawa na maji yakawa yamepita katika njia yake, hayawezi kuleta fujo ya aina yoyote. Kwa hiyo sisi tukiwa tunaishi tofauti na ibada, ni sawa sawa na maji kupita katika njia sio yake. Asante sana. Naam bwana. Mimi niwashukuru sana kwa kuja. Asanteni sana. Na nadhani tutakuwa tena mara kwa mara hitimisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hata tunapokaribia kuhitimisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutakaposema mgeni kwa heri, tutaita, kwa sababu kuna watu wanafungulia ndivyo sivyo viongozi wangu. Yani ameshafunga siku zote hizi, lakini siku ya sikukuu ile unakuta kwenye mambo mengine unasema funga mambo gani haya tena na kukuta huku Sheikh mambo gani, ingawa mimi nitakuwa napita ndio nakukuta. Asante sana Sheikh Mohamed Mwerekwa, ni mjumbe wa kamati ya elimu mahakama ya kadhi BAKWATA. Asante sana kwa kuja. Nikushukuru sana pia Sheikh Othman Zuberi, katibu wa vijana wa Kiislamu BAKWATA Taifa. Tulikuwa tukizungumzia faida za kufunga. Najua bila shaka ndugu yangu Hamis Suleiman tunaendelea na chungu, tunaendelea na swaumu. Asante sana kwa kutazama Channel 10 Kilicho Bora. Mimi ni Emmanuel Kasim Mwakapotela. Endelea kutazama Channel 10. One more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame, but don't despair.